Fadhili za Bwana nitaziimba milele. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo tunaadhimisha Dominika ya 13 ya mwaka A wa Kanisa, ambapo Yesu anatualika kutafakari maana halisi ya kuwa mwanafunzi wake. Katika Injili ya leo, Bwana anatukumbusha kwamba kumfuata yeye kunahitaji moyo ulio tayari kujitoa, kubeba msalaba na kumweka mbele ya kila jambo katika maisha yetu. Huu ni mwito wa upendo wa kweli, uaminifu na kweli na imani ya kweli. Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha pili cha Wafalme, sura ya 4 aya ya 8 hadi ya 11 na ile aya ya 14 hadi ya 16a. Mwanamke wa Shenemu anamkaribisha Nabii Elisha nyumbani kwake kwa ukarimu mkubwa. Mungu anambariki kwa zawadi ya mtoto aliyekuwa akimtamani. Katika somo la pili, Mtume Paulo anawaandikia Warumi sura ile ya 6 aya 3 hadi ya 4, ya 8 hadi ya 11 kwamba kwa ubatizo tumekufa pamoja na Kristo kwa dhambi na kufufuka pamoja naye katika maisha mapya. Katika somo la Injili, mwinjili Mathayo sura ya 10 aya 37 hadi 42, Yesu anasema, ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Mtu asiyechukua msalaba wake na kunifuata hanistahili. Atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Ujumbe wa kweli tunapata kumfuata Kristo kunahitaji upendo wa dhati, sadaka na uaminifu. Karibu katika tafakari hii iliyoandaliwa na kuletwa kwenu na Padre Faustino Chungura, Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Baki nasi hadi mwisho wa tafakari hii. Usisahau kulike, kusubscribe na kufuatilia tafakari zetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wapendwa na taifa la Mungu, niwakaribishe tena kwa tafakari ya neno la Mungu, tafakari zetu za kila Jumapili. Tafakari hii inalenga masomo ya Dominika ya 13 ya mwaka A wa Kanisa. Tuanze kusikiliza na somo la kwanza. Somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 4 aya ya 8 mpaka ya 11 na aya ya 14 mpaka ya 16. Ilikuwa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko alikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa tujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafikia huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akawaambia, kamwite. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mlangoni akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mpendwa, kama tulivyosikia kwenye somo hili, wahusika wakuu kabisa katika somo hili ni huyu Nabii Elisha pamoja na baba mmoja na mkewe ambao wametajwa katika somo hili. Lakini hasa zaidi tunachoweza kusikia au kujifunza ni kwamba mama aliyetajwa katika somo hili pamoja na mumewe walimtambua Elisha kuwa ni mtu wa Mungu na anafanya kazi ya Mungu. Nabii Elisha alipita mara kwa mara katika familia hiyo na walimfanyia ukarimu mkubwa. Tumesikia jinsi walivyomtengenezea chumba cha kulala chenye kitanda, meza, kiti na kinara cha taa.
lakini zaidi ya hiyo walimpatia chakula pia. Kwa ukarimu wao, Mungu kupitia nabii Elisha anawapatia zawadi ya mtoto. Yule baba pamoja na mama walikuwa hawana mtoto na umri wao ulikuwa umekwenda. Tumesikia jinsi nabii Elisha alivyomwambia yule mama kuwa panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Na kweli wakati kama huo, mwaka uliofuata, yule mama alipata mtoto. Kumbe tunajifunza nini kutokana na simulizi hili tulilosikia juu ya wema au ukarimu wa mama huyu pamoja na mmewe kwa mtu wa Mungu nabii Elisha? Kitu tunachojifunza ni hiki kikubwa sana, kwamba binadamu anapata baraka kutoka kwa Mungu pale anaposhirikiana na watu wanaotangaza neno la Mungu. Tujiulize, je, mimi na wewe tunafanya kitu gani au vitu gani vya ukarimu kwa watu wa Mungu? Tunatenda mema yapi ili neno la Mungu lifahamike kwa watu wengine? Mfano, tunapounga mkono shughuli za kutangaza neno la Mungu kwa namna moja au nyingine, tunafanya kitu kizuri. Tunapotoa mchango fulani kufanikisha kazi ya Mungu ili iweze kufanyika vizuri, Yesu azidi kufahamika, neno la Mungu kufahamika kwa watu, ni kitu ambacho ni kizuri. Au tunapotengeneza mazingira mazuri katika familia zetu, katika jumuiya zetu, hata mahali pa kazi, ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele, ni kitu ambacho ni kizuri. Lakini zaidi tunapaswa kuwaombea wale wote wanaotangaza neno la Mungu. Pia tunaweza kuwapa moyo wale wanaomtangaza Kristo, na hasa pale wanapokumbana na magumu katika utume wao. Tunafahamu kwamba katika kufanya kazi ya Mungu kuna magumu ambayo wale wanaotangaza neno la Mungu wanakumbana nayo. Wanaweza wakapata upinzani, wanaweza wakataliwa na watu, wanaweza wakateswa, na mahali pengine tunasikia sehemu mbalimbali mpaka wanauawa wengine. Kumbe tujitahidi kufanya kila njia ili kufanikisha kazi ya Mungu. Na tunapofanya yote haya kwa malengo ya kufanikisha kazi ya Mungu, Mungu anatupatia baraka, kama alivyofanya kwa mama huyu na baba huyu, wakapata mtoto katika uzee wao. Tujitahidi kila mmoja wetu kushiriki katika kazi ya kutangaza neno la Mungu. Nimetaja hii mifano michache ambapo mtu anaweza akashiriki, lakini kwa namna nyingi. Ni wazi kuna watu ambao wanahusika moja kwa moja katika kutangaza neno la Mungu. Maaskofu wetu, mapadri wetu, hata watawa, wapo makatekista wetu, wapo viongozi wa vyama vya kitume tunavyokuwa navyo katika kanisa, wapo wana utume wa vyama mbalimbali, wanafanya kazi nzuri sana. Je, sisi ambao hatushiriki mfano moja kwa moja, ni vitu gani tunafanya? Tujitahidi kushirikiana nao, kujitoa kwa hali na mali, ili neno la Mungu lizidi kusonga mbele na kufahamika kwa watu. Wapo watu wengi ambao hawajalifahamu neno la Mungu, au watu wengine ambao wamefahamu neno la Mungu lakini wamelegea katika imani yao. Kumbe tukishirikiana wote kwa pamoja, sisi kama wabatizwa, tukafanya hiyo kazi ya kimungu kwa kushirikiana, basi Kristo atazidi kufahamika na sisi sote tutaendelea kuwa wafuasi wazuri wa Bwana wetu Yesu Kristo. Somo la pili linatoka barua ya Mtume Paulo kwa Rumi sura ya 6 aya ya 3 mpaka ya 4 na aya ya 8 mpaka ya 11. Ni kuombe usome somo hilo na kufanya tafakari binafsi au kushirikiana na wengine kutafakari somo hilo. Tusikilize sasa somo la Injili ambalo linatoka Injili ya Mathayo sura ya 10 aya 37 mpaka 42. Yesu aliwafundisha mitume wake hivi: apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, au apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Labda tusimame kwanza mpaka hapo.
Unaona mafundisho ya Yesu kwa wanafunzi wake pamoja na wale wafuasi ambao walikuwa wanamfuata, kwamba kuna kishawishi ambacho mtu anaweza akakipata kuipenda familia yake, kupenda ndugu zake, kupenda wale pengine anaokuwa nao, alafu akamweka Yesu pembeni. Tunayo mifano mingi ambayo inatokea katika familia zetu na katika jumuiya zetu. Kuna watu ambao wanaachana na Kristo kwa sababu ya kutaka wabaki na mahusiano mazuri pamoja na familia zao. Lakini vile vile kuna watu ambao vile vile wapo ambao unaona anakubali kwa mfano kutengana na familia yake au kuwa tofauti na ndugu yake kwa sababu ya kumkubali Bwana wetu Yesu Kristo. Nakumbuka nishakaa katika parokia moja ambapo binti mmoja alikuwa hajabatizwa, alikuwa mtu mzima, lakini aliyokuwa anakaa nao hawakumpenda Kristo, hawakupenda kuwa Kristo. Na alipoamua kufuata mafundisho kwanza kujifunza ili abatizwe au Mkristo, kimsingi walimfukuza kwenye mji wao. Na huyo binti akaenda akapanga kwenye nyumba moja, akapata mafundisho, na mpaka dakika hii anaendelea vizuri na Ukristo wake. Kwangu mimi ulikuwa ni mfano mzuri wa kuwa shujaa, kuamua kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo na kuamua kuwa tofauti na familia yako. Lakini wengine wapo pia ambao kama nilivyosema, ambao wanaamua kumweka Yesu pembeni ili hali waweze kufuatana au kubaki na amani pamoja na familia zako. Yesu anatufundisha leo tuwapende ndugu zetu, tuwapende watoto wetu, tuwapende baba zetu, mama zetu na ndugu zetu wengine. Lakini upendo wa Yesu uwe ni upendo wa zaidi kuliko ule upendo tunaowapenda ndugu zetu. Yesu awe kwanza na ndugu zetu, wanafamilia wachukue nafasi ya pili katika maisha yetu. Lakini hapa Yesu ameongelea pia kwamba mtu ambaye anajaribu kuitetea nafsi yake, kuyatetea maisha yake, kusudi awe salama, kusudi aone kwamba basi niko na amani, alafu akamweka pembeni, huyo hastahili kuwa mfuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Yesu anatuonya kwamba tunapoamua maisha yetu kuyatoa, tunapoamua kujikatalia mambo mengine ambayo pengine tunaona ni mazuri kwa ajili ya kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo, hicho ndicho kitu ambacho ni kizuri, na kinyume chake si kitu kizuri. Tumuombe Mungu atuimarishe tuweze kuwa na ushupavu wa kumfuata Kristo, na yale mambo ambayo yanatenga na hii Kristo tuyaweke pembeni. Tuombe neema hiyo. Lakini Yesu anaendelea kusoma, awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakaye mnywesha mmoja wapo wadogo hawa kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nawaambia haitampotea kamwe thawabu yake. Neno la Mungu. Sifa kwako Kristo. Maneno haya niliyomalizia kusoma hapa yanashabihiana kwa ukaribu kabisa na yale niliyosema wakati na tafakari dakika chache zilizopita juu ya ukarimu ambao mtu anafanya kwa mtu anayefanya kazi ya kimungu, kwamba mtu huyo anapata thawabu au anapata baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Unaona Yesu anawaambia mitume kwamba wale wanaowapokea wale mitume wanakuwa wamempokea Bwana wetu Yesu Kristo, na wale wanaowapokea manabii kwa sababu wanafanya kazi ya Mungu, au wanaompokea mtu mwenye haki watapata thawabu vile vile. Kwa hiyo Yesu anachotaka kusema ni kwamba pale tunapowatendea mema wanaotangaza neno la Mungu, wale wanaotumwa na Bwana wetu Yesu Kristo wanaotangaza neno la Mungu, tunapowapokea kuwasaidia, ametumia mfano wa kikombe cha maji, kuwasaidia kuwatengenezea mazingira kwamba neno la Mungu liweze kusonga mbele,
hao watu watapata baraka, hao watu watapata thawabu. Kwa hiyo bado tunaendelea kupata mwaliko ule wa somo la kwanza. Tuendelee kuwapokea watu hawa, tuendelee kuwatengenezea mazingira mazuri ili waweze kutangaza neno la Mungu na Kristo azidi kujulikana katika maisha yetu ya kila siku. Tukifanya hivyo tutapata thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tunajiwekea hazina mbinguni. Nikutakie neema na baraka. Tuombeane, tufanye kazi hii ya Mwenyezi Mungu vizuri. Tujitoe wote kwa pamoja ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Neema na baraka ya Mungu Baba Mwenyezi vikushukie na kukaa nawe, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.